Hi, what's up everybody? My name is Gladness and this is the panel. Karibu, it's another episode. I'm excited. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu ni Derek Benadedod. Nimeokoka na mpenda Yesu. Ni mwanafunzi ninayesoma bachelor's degree kwenye chuo kikuu cha Dodoma. Yes, majoring in international business. Currently ni mwanafunzi lakini pia ni mjasiriamali mdogo. Nafanya biashara ndogo. Majina yangu naitwa Endaeli Longeda. Ninamtumikia Mungu chini ya huduma ya Manifest Fellowship, iko chini ya huduma ya Phaneroo Ministries International. Inaongozwa na mtumishi wa Mungu anaitwa Apostle Grace Lubega. Na apart from ministry, ninajishughulisha na graphic design and printing na publishing. Ndio vitu ambavyo navifanya kwa sasa. Okay, the question is pretty fun. Kama ningekuwa character kwenye Biblia, mimi nahisi ningekuwa Joseph. Nahisi ningekuwa Deborah. Kama ningekuwa ni character ambaye ningempenda Yesu. I think niko very aggressive na Deborah was kind of aggressive and yeah. Kuna baadhi ya changamoto nilipitia sana mpaka kufikia hapa nilipofikia, lakini pia ni mtu ambaye nimekuwa nikiepuka mambo fulani kwa sababu ya malengo niliyokuwa nayo. So yeah, that's why I would choose Joseph. Lakini pia kwa sababu ninatazamia ukuu mbeleni. Kumtumikia Mungu na actually siwezi separate ninachokifanya na huduma, kwa sababu unaweza kumtumikia Mungu kote through anything. Unapofanya kazi vizuri, kuhudumia wateja vizuri, kwa misingi mizuri, you impress them to seek for the character that you have. Moja kwa moja wa direct kwa Mungu. Kwa hiyo for us tumekuwa trained kwamba even work is the place of serving God. Kwa hiyo nikijibu tu kama ulivyouliza, manake my life is totally in ministry. Kwanza fun story, mimi nasoma biashara, international business pale UDOM, lakini mimi ni mwanafunzi niliyesoma PCB, yani combination ya PCB. Kwa hiyo kama sio biashara, by the way naamini mpango wa Mungu niko kwa. Lakini kama sio biashara, basi I'm pretty sure Mungu angenipeleka kwenye kuwa daktari. Mimi bana, daktari nilikuwa naupenda sana. Kwa hiyo ningekuwa daktari. Kama ningekuwa I don't make films, ningekuwa sijihusishi na mambo ya biashara, ningekuwa mwanasheria. Okay. I've always wanted to be a lawyer. Napenda make an argument, kusaidia watu kupata haki zao. Mimi ni yule that naive and innocent person ambaye I want justice and stuff like that. So I've always wanted to be a lawyer. Lakini it's just it turn out kwamba I'm a filmmaker right now. Okay. Yeah. Mimi nampenda Simba. Nahisi giraffe ni twiga. Yeah, malengo nasema kwa jasiri kama Simba, kwa hiyo I like that. Simba ana mentality ambayo inamfavor yeye awapo kule nyikani au mbugani. Simba ni brave. Kwanza ni moja kati ya animals ambao wako very brave. Licha ya kwamba miili yao ina favor, lakini pia wao wenyewe wako very brave. Lakini pia Simba ni mtulivu kwenye kile ambacho huwa anakitafuta, yani uwindaji wake. Na hisi tunamjua Simba jamani. Simba ni mnyama ambaye akiwa nyikani kwenye mawindo yake, wale swala au pundamilia huwa kama hawajamuona, yani kama hawajashtukia kumuona, basi huwa ni vigumu sana kujua kwa maeneo hayo. Kwa hiyo Simba, yes, lakini pia bravery yake legit. Lakini pia nguvu, Simba ana nguvu. Kwa hiyo najiamini na nguvu. Nguvu sisemi tu as in physicality, lakini kimawazo na vitu kama hivyo. As in mentality ya Simba is perfect. Giraffe ni mnyama anayevutia, anapendeza kwa macho, everyone likes giraffes kwa sababu ni mrefu,
ana urembo na vitu kama hivyo, lakini ule urefu wake na urembo wake it's not weakness ya giraffe. Anaweza kuachieve vitu ambavyo like sio mnyama yoyote anaweza kuachieve. Sio kila mnyama anaweza akala juu ya mti. Sio kila mnyama anaweza akaachieve kama vile vitu ambavyo giraffe anaachieve. So nina relate na mimi like you may see, unaweza ukawa unaniona kama msichana mrembo nini, lakini the things I do, I just don't want to brag. I like the things I do and the things I desire kuvifanya viko like huko kwa mtu mwenye personality and the look na nini kama mimi sio rahisi. So always watu wanaweza wakaisi mrembo tu yule, msichana tu yule, lakini vitu ambavyo ninavitazamia ama natamani kuvifanya sio vitu vya kawaida. Our topic for today is the church, yani kanisa. Yes, tunakwenda kuongelea kanisa. Kanisa ni nini? I know you are very excited, pengine topic uko nje kwamba kanisa ni nini, lakini yes, leo tunakwenda kulidadavua kanisa ni nini. Nitaelezea kidogo not only the meaning but the history of the church, where it began, yani kanisa limeanzia wapi na kwa nini kanisa. Kwa mara ya kwanza Biblia inataja kanisa Yesu Kristo mwenyewe kwenye kile kitabu cha Mathayo 16 mstari wa 18, ambapo anamwambia Petro, juu ya mwamba huu nitajenga kanisa ambalo malango ya kuzimu hayatalishinda. Nitalijenga kanisa. Hapo ndo neno kwa mara ya kwanza kanisa linasikika kwenye Agano Jipya. Na neno kanisa Kigiriki, the Greek word of the name church, of the word church is ecclesia, ambayo inamaanisha congregation, a gathering, an assembly. Kanisa lina two aspects au pande mbili. Kanisa kwanza ni mkusanyiko wa waamini wanaomwamini Mungu, lakini pia kanisa ni mtu muamini, ni kanisa pia. Mtu aliyejaa na Roho ni kanisa. Kanisa lenye jengo lenye watu ambao wanakutanika pale wakiwa waamini pia ni kanisa. Kanisa ni mtu, mimi ninachojua kanisa sio it's okay. It's not a building, lakini ni yule mtu ambaye ndani yake amembeba Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu. Yule mtu ambaye amesema yes to Christ, alafu akapewa na Roho Mtakatifu, kwa sababu utakaposema ndio kwa Yesu unapewa na msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye huyo sasa ndio inakuwa ni manifestation ya kanisa. Kwa basically mimi ni kanisa, wewe ni kanisa, and whoever amesema ndio kwa Kristo Yesu, yeye ni kanisa. Kwa tunapoendaga kwenye zile kumbi za mikutano ambako tunakutana pale, that's where we make like a whole church. Tukiondoka kwenye lile jengo linabaki kuwa tu ni jengo, maybe ni sacred au limekuwa sanctified, lakini it's just a building. It's not a church mpaka kuwe kuna watu ndani yake. Hapo ndo unaweza ukasema this is a church. Kwa hiyo kwa lugha fupi, kanisa ni mtu ambaye amesema ndio kwa Kristo na ana Roho Mtakatifu. Na Yesu anataja kanisa baada ya ufunuo ambao Petro alikuwa nao kuhusiana na Yesu kama Mwokozi, ni mwana wa Mungu ambaye alikuja duniani kuokoa watu. So kwa unaona kama association ya kuna correlation between the revelation kuhusiana na Kristo na kanisa. Kwa baadaye tutaona mbele kwamba haitoshi tu kwamba tuna congregation, haitoshi tu kwamba kuna kusanyiko mahali linalokusanyika kwa ajili ya Kristo. Kuna makanisa ambayo ni yameitwa makanisa, lakini literally hayafanye kila ambacho au hayaleti ufunuo wa Kristo Yesu. Kwa hiyo moja kwa moja inside tunaweza tukasema sio kanisa, kwa sababu hatukusanyiki tu kwa sababu tunakusanyika, ila kuna ufunuo tunapaswa kubeba kuhusiana na anayetukusanya. Na hapo ndio tunaona Yesu anataja, anasema juu ya mwamba huu. Kwa nini? Alipata ufunuo ambao alikuwa anautafuta. Na baada ya hapo
baada ya Yesu kumwambia Petro kwamba nitajenga kanisa langu baadaye, tunakuja kuona sasa kanisa inakuja kuzaliwa baada ya Yesu kufa na kufufuka. I think the time of Pentecost, pale ambapo Roho Mtakatifu anashuka, kwa sababu kanisa alizaliwi bila Roho Mtakatifu. Nikupe tu mfano wa namna gani mtu anazaliwa. Hata Yesu alipozaliwa, namna gani Yesu alizaliwa? There is a seed that went into the womb ya Mariam, na ilikuwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, and baadaye Yesu anazaliwa. The same, the church is born from a certain seed, and that seed is Jesus Christ. Na tunaona kabisa maandiko yanazungumza kwamba hapo mwanzo kulikuwa kuna neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Hapo pasipo huyo kusingefanyika chochote kile. You see, maandiko yanazungumza kwa habari ya Yesu kama neno, na kwenye kitabu cha nadhani Luka anazungumza kwa habari ya baada ya Yesu kutoa mfano wa mpanzi alipoenda kupanda mbegu, akarusha mbegu. Baadaye Yesu anakuja kuelezea huo mfano, anasema mbegu neno la Mungu. You see, kwa maana kwamba kanisa limezaliwa kutoka kwa mbegu inaitwa Kristo Yesu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa kufa na kufufuka kwa Yesu ndio kumeweka msingi wa kanisa kuzaliwa. Yaani kama ambavyo mbegu, tunachukulia mfano wa mbegu kama indi, mbegu yote tunapoipanda tunaifukia chini, si ndio? Tunapoifukia hiyo mbegu chini, itaoza, itakuwa, na ndio tutaona matunda yake. The same principle applies to the death and the resurrection of Jesus. Alikuja kwa sababu ni mbegu, he has to be buried, atafufuka, na alipofufuka ndio kanisa linazaliwa. Kwa hatuwezi kuzungumzia kuzaliwa kwa kanisa bila kuzungumzia kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo na ujio wa Roho Mtakatifu siku ya Pentecost, kwa sababu ndio kumefanya inauguration of the church at the very beginning. Yeah. The core value or mission of the church, naweza nikasema, is making people all over the world kuwa disciples, kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi na kuwafundisha zile njia ambazo Yesu alituachia kama wanawake. We have the mission of the church ambayo moja kwa moja inapaswa kuwa ni ile ambayo Yesu alituachia. Kabla tujadili core values, the mission is to preach the gospel to nations. Ni ile agizo kuu, huwa tunaita ni the Great Commission. The church kazi yake kubwa ni kufanya ufalme wa Mungu wa kule mbinguni uwe manifested hapa duniani. Na unaumanifesti vipi? Ndio hivyo, kwa kufanya watu kuwa wanafunzi, kwa kuwapa watu habari njema, kwa kuwafundisha na kuwafuasa wamfuate Kristo na wao waje kuwa kama Kristo. Kwa jambo kubwa la msingi la kwanza la kanisa sio kuandaa matamasha ya kusifu na kuabudu alafu ikaishia hapo. Jambo kubwa la kanisa, hata kama ukiandaa matamasha makubwa ya kusifu na kuabudu, lazima watu wabadilishwe. Jambo kubwa la kanisa ni kugusa maisha ya jamii. Jambo kubwa la kanisa ni kubadilisha ulimwengu na kudhihirisha ufalme wa Mungu hapa duniani. Ukifaa kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 28 ule mstari wa 19 mpaka 20, nasema basi enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo the core mission or the core value of the church ni kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi. Ukifaa kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 28 ule mstari wa 19 mpaka 20, nasema basi enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo the core mission or the core value of the church ni kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi. Another value is faith in Christ Jesus, the finished work of the cross. Kanisa, kama nilivyotangulia kusema, kwamba linazaliwa kwa sababu kutokana na kufa na kufuka kwa Kristo Yesu. So kinachomfanya mtu kuwa mwamini ni kuamini katika alichofanya Kristo Yesu. Kwa hiyo kwa value namba moja nyingine pia ambayo inafuata neno la Mungu
ni imani katika alichofanya Yesu Kristo msalabani, na ndio maana maandiko yanasema kila atakayeamini katika yeye anaokolewa. Kwa hiyo ni imani katika Kristo Yesu. Another one ni Roho Mtakatifu. You cannot talk about Christianity, church without talking the Spirit of God and his power in manifestation. Kanisa lote ambalo linaendelea na linatembea katika misingi mizuri ya kimungu lazima liwe na ufunuo na mahusiano mazuri na Roho Mtakatifu na madhihirisho yake. Sisi kusudi letu kama kanisa ni Mungu ametuamini kwamba yeye yuko kule mbinguni, sisi ni mabalozi hapa duniani, na kazi yetu sisi ni kuonyesha huu ulimwengu na kuionyesha dunia jinsi mbinguni au raia wa mbinguni wanavyoishi na wanavyotakiwa kuishi. The core value is to preach the gospel, kuwafanya watu kuwa wanafunzi, kuwabadilisha, lakini pia ni kudhihirisha ule uungu wa Mungu hapa duniani, watu experience Mungu wa kweli hapa duniani. The message of God's righteousness and grace. We don't have the church, we don't know the message ambayo Yesu Kristo ameleta. It is very important that the church understand that the faith that we profess is the faith that directs us to access freely the righteousness and the grace ambayo Yesu Kristo ameleta. This New Testament church ambayo Yesu alizaa ni the testament of grace and righteousness. Namna Agano la Kale walivyokuwa wanahesabiwa haki ni tofauti na namna ambavyo Agano Jipya linahesabiwa haki. Kwa wakati wa Agano la Kale watu walikuwa wanafanya vitu kutii sheria ili wapate kuwa wenye haki. Kwenye Agano la hili Jipya la Yesu Kristo, watu wanaamini katika Kristo Yesu wanahesabiwa haki bure. Kwa hakuna tunachokifanya ili kuitwa au kumpendeza Mungu. Tunapokea kuhesabiwa haki bure kwa sababu tu tumeamini katika Kristo. Kwa ujumbe wa neema ya Kristo Yesu na kuhesabiwa haki kwa njia ya imani is the key value, core value ambayo kanisa linapaswa kusimama nayo na ndio inayosimama nayo. Kuna another core value, prayer and communion. You cannot talk about the church and don't touch prayer. Because prayer is a relationship, the way of relating with the Father, is the communion that we have with the Spirit of God, whom Jesus gave us. Alipokuwa anaondoka alisema nitamwachia msaidizi. Kwa hiyo kama ambavyo kila mtu anafahamu, mahusiano yote yanajengwa na mazungumzo. You see? Na vivyo hivyo mahusiano yetu na Mungu yanajengwa na mazungumzo, na haya mazungumzo yanatokea kwenye neno la maombi. Kwa maombi yanatujenga, yanatuimarisha, yanatupa nafasi ya kumsikia Mungu, kujenga nguvu zetu za kiroho na misingi yetu na mambo mengine ambayo yanatusaidia kuishi kama waumini. Yes, the church has many responsibilities kwa community au jamii. Kama tunavyojua kanisani kuna mafundisho mbalimbali, mafundisho mengi, lakini kwenye misingi ya mafundisho ya kanisa nahisi mojawapo ni umoja. Kuna umoja na kuna maadili. Hata kwenye zile amri 10 za Mungu, amri 10 za Mungu zenyewe tu zinatosha kutuambia kwamba tunapaswa tuishije, sawa? So the church ina responsibility kubwa sana kwa jamii yetu, ethically, socially na hata economically, kwa sababu kanisa ni taasisi, na kama taasisi inaweza ikaanzisha investments ndogo ndogo kama hospitali. Kuna hospitali nyingi tunazijua au shule nyingi ambazo msingi wake ni kanisa. Kwa hiyo kanisa lina wajibu mkubwa sana katika jamii. Kwanza kufundisha amani, kuimpact amani kwa watu, lakini pia kusuluhisha malumbano mbalimbali. Tunaona sasa hivi tunaelekea kwenye uchaguzi, lakini mfano mzuri ambao tunazokopata wa kazi ya kanisa katika jamii ni kwenye kipindi hiki, na hisi ni 90% kama sio 99 ya kila kanisa sasa hivi Tanzania, moja kati ya theme ni kuombea amani ya nchi kwenye kipindi cha uchaguzi. Kwa hiyo ni moja kati ya jukumu zuri sana na wajibu mzuri sana ambao kanisa unalifanya. Kanisa lina majukumu, sio jukumu moja, lina majukumu mengi kwa jamii. Hii ni kwenye aspect zote, yani kiroho,
kimwili, kijamii, kifedha, kihisia na kwa namna zote. Kwa hiyo kanisa, okay, now what happens these days ni kwamba kanisa like it's just us. Yani mimi na Derek na Pendaeli na sisi ambao tumesema ndio kwa Yesu, tumejiweka ni sisi, yani kwamba hatutaki ku step out of our comfort zone. Hatutaki kuwa na majukumu mengine nje ya wale watu ambao wametuzunguka, lakini kusudi kabisa la Mungu kutuweka hapa ni kudhihirisha ule upendo wake alioweka ndani yetu kwa watu wengine, kuonyesha upendo kwa watu wengine, kuonyesha upendo kwa jamii kwa namna mbalimbali, kwa namna za kimwili, kwa namna za kiroho. The church is the hand of God, is the hand of God on earth. Kwa tunapozungumzia kanisa ni mkono wa Mungu duniani. So it's the extension of God's love on earth. Kwa hiyo moja kwa moja kanisa linahusika kuigusa jamii. When we touch people, it is God touching people. Kwa hiyo we are not Jesus is no longer here. Ndio maana akatuacha sisi ili kuendeleza nini? Kazi aliyokuja kuifanya. Kwa mfano, naweza ukaangalia mifano ya namna gani Yesu aliishi hapa duniani. He almost lived his life touching the community, going to the sick, healed them, going to those who lost people, resurrecting people. He has done so many things kuhakikisha kwamba jamii inakaa katika namna nzuri. Kwa hiyo moja kwa moja kanisa pia lina kazi hiyo hiyo ya kumwakilisha Mungu kwa uzuri na kwa ukubwa. The church is the number one community ya kutouch the whole community around it. Kwa hiyo ninaamini kwamba kanisa ina wajibu not only spiritually but also in many other areas. Kanisani kuna huduma mbalimbali. Kuna baadhi ya makanisa ambayo nimefanikiwa kuyapitia au kuyahudumia niseme, huwa wanafanya huduma mbalimbali. Kuna huduma za watoto yatima, huduma za wafungwa, huduma kwa wajane, na hao wote ni watu ambao wanapatikana kwenye hii jamii yetu. Kwa hiyo kanisa lina jukumu kubwa mno. The church has to be in politics to have people ambao wanaingia kwenye politics na kuanza kuweka misingi ambayo ni sawasawa na yale ambayo Mungu anataka. Tunalalamika kwa habari ya wanasiasa ambao wanaamini Mungu, wana rushwa. Okay, where is the position of the church? Who are the people ambao kanisa limewatengeneza na kuwatuma kwenye siasa? Tunazungumza kwa habari ya misingi ya kibiashara kuharibika. Naona watu ambao wanafanya biashara kiaina tu, waovu, wananyima serikali kodi, they do a lot of things. Okay, as a church, watu gani ambao tunawatengeneza kwenye eneo la biashara ambao wanatuwakilisha? Tunahangaika, hatuna watu wa kusapoti kazi za Mungu. Okay, ni watu gani ambao tunawa raise billionaires ambao they are doing business for the kingdom's sake? So kanisa linahusika moja kwa moja. Tunaangalia maeneo mengi. Tunaangalia shule sasa hivi inapitisha mitaala ya ajabu. Watoto wetu wanafundishwa mambo ambayo hayafai, wanafundishwa homosexuality and so many things. Okay, as a church, tunapozungumza church, zungumzi religion, the congregation of the believers, watu ambao wameokoka na wamejazwa Roho Mtakatifu. Who is the person ambaye Mungu amemtuma sio tu kwenda kuhubiri injili na mic mtaani, ambaye Mungu amemordain kutengeneza system za shule ambazo zitatengeneza kizazi kingine kizuri kwa mitaala mizuri. Tunakutana na shule chache ambazo zimejengwa kwenye msingi wa neno la Mungu. Kwa the church is responsible. Tunalalamika hospitali huduma hazipo. Ni kanisa lipi ambalo limejenga hospitali quality ambalo linatoa huduma in the cheapest way kuhakikisha kwamba watu wote wanahudumiwa kwa uzuri? Kwa kanisa linapaswa kuji-enroll kwenye kila sekta ili kuigusa jamii. Yesu Kristo anazungumza kwa habari ya kuwajali walioko magerezani. The church has to go there. Kuna andiko linazungumza kwa habari ya Yesu akiwakataa watu, akamwambia, kwa nini nilipokuwa mgonjwa hamkuja kuniangalia? So the church is expected kwenda hospitalini kwa reach out. Sio tu hospitali kwa sababu kuna ndugu yako anaumwa. Every other person who is there ni mtu ambaye unapaswa kumgusa kwa sababu ni Kristo Yesu anamgusa kupitia wewe. Yesu anasema nilipokuwa sina mavazi hamkunivisha. Manake na baadaye Yesu anasema
mlichowatendea watu mliokuwa mnaona ndio mlichonitendea mimi. So whatever that you do for another person, is the hands of God extended to that person, is the love of God extended to that person. So the church is responsible to make the community a better place than it has found it. The pillars of the church au misingi ya kanisa. Jibu hili nitalitoa, lakini reference ni Matendo ya Mitume 2 mstari 42. Ukisoma ule mstari inasema nao wakafuata mafundisho ya mitume, umeona, wakawa na ushirika, wakavunja mkate na wakaomba. Ikiwa na maana gani? Kama inasema wakafuata au wakadumu katika, inamaanisha ili waweze kuimarika au ili waweze kuendelea ni lazima vitu hivyo viwepo, ndio misingi, si ndio? Kwa pillars of the church au misingi ya kanisa, wa kwanza ni mafundisho, wa pili ni ushirika au fellowship, msingi wa tatu ni worship au ibada, kuvunja mikate. Aliposema kuvunja mikate alimaanisha ibada, lakini wa nne na wa muhimu zaidi ni maombi. Zipo nyingi, lakini mimi I'll just mention a few. Neno la Mungu as logos, ile logos. Alafu pia kuna neno as Christ, which means the gospel. Alafu there's a spirit, I mean the Holy Spirit. Like hivi vitu vitatu ndo like ni msingi wa kanisa. Kanisa iko na hivi vitu vitatu. Kanisa lina neno la Mungu, lile neno la Mungu kabisa ambalo halijagoshiwa, halijachakachuliwa, halijachanganywa. Mchungaji hajalivuruga huko ndani ili manipulate watu hapo. Kanisa kwa msingi yake ni neno la Mungu, neno as Christ ambayo ni injili ya Kristo. Kanisa kama halina injili, hizo zingine zote ni tantarira. If the church is not making disciples, if the church is not preaching the gospel, that's not a church. Hiyo tu ni mahali ambako watu wanakutana, wanafanya business zao. Na tena siku hizi there's this tendency ya kuna hii gospel mpya inaitwa prosperity gospel. Actually it's not a new gospel, lakini kwa huku kwetu Afrika ndo imeanza kuingia huko. Sasa hivi ndo imeanza kuingia kanisani. Ukifika pale mchungaji sasa, si unajua kama kuna kufa? Si unajua kama ukifa unaenda motoni? Si unajua kama hujasema Yesu? Haya basi acha tuendelee kutafuta pesa. Like nowadays it's no longer the gospel, the original gospel ambayo inakuwa preached. It's gospel ambayo imegoshiwa. Kwa hiyo kanisa lazima liwe na neno la Mungu ambalo limenyooka. Kanisa lazima liwe na neno as Christ ambaye alifanyika mwili, na maanisha injili. Lakini pia kanisa lazima liwe na Roho Mtakatifu. Kanisa lenye Roho Mtakatifu ndio hivyo, unakuwa hauhitaji kuambiwa unatakiwa ufanye nini. Baba mshirika ama mchungaji ama kiongozi wa kanisa, you don't need to be told nini cha kufanya. Wewe tu, kwa sababu Roho naye anashuhudia ndani yako, msaidizi wako atakusaidia katika mambo mengine. Ukitaka kujua hili kanisa halina Roho Mtakatifu, they just do blunders. Like they don't care wana impact vipi jamii yao. They don't care watu wengine like they just do whatever they want to do. And I tell you, Roho Mtakatifu ni mtu wa utaratibu. Kanisa lenye Roho Mtakatifu ni kanisa ambalo lina utaratibu kwenye kila kitu ambacho wanakifanya. So yeah, na is wisdom cooperate, kwa sababu kanisa kwa mfano kama tunapozungumzia kama congregation, unapokusanya watu, kuna baadhi ya skills zinazo run makampuni ambazo zinaweza zikawa applied kwenye kanisa na kanisa likaenda vizuri. Kwa mfano administration inazuia nini kwenye kanisa? Actually itasaidia kanisa kufanyaje? Kugrow. Tunapozungumza kwa habari ya structure, what is the structure of the church? Nani yuko wapi akifanya nini, au mtu gani aripoti kwa nani? Kwa mfano nataja baadhi ya vipengele ambavyo vinatumika na makampuni ambayo kanisa ikiapply actually inakuwa effective kwenye operation. Structure
ni ajabu kwamba baadhi ya makanisa hayana structure, hajulikani nani anafanya majukumu gani au nani anaripoti kwenda kwa nani. Unakuta tu mtu from nowhere yuko mahali fulani, kitu ambacho you really find kwenye makampuni. Kwa unakuta makampuni yana organization vizuri na mwendelezo mzuri kuliko kanisa. Kwa nini? Tumeshindwa kuemploy baadhi ya kanuni, principles, skills ambazo zinatumika na makampuni. Kwa hiyo mimi naona kwamba ni sawa kanisa likiapply baadhi ya kanuni ambazo hazito compromise neno la Mungu. Hata kwa mfano Yesu alikuwa na mtunza fedha, hiyo ni structure yake. Makampuni na watu wa waweka hazina au accountant. Umeelewa? Structure ya kanisa lazima iwepo pale na baadhi ya vitu ambavyo vinaendana na makampuni ili kuleta oda nzuri. The church should operate as an organization, yani kama taasisi, kwa sababu zile elements za taasisi ni zile ambazo tunaziona kwenye kanisa kama taasisi. Nikimaanisha kwenye kila taasisi kuna common goal, kuna strategic efforts, lakini pia kuna vision, na nahisi kila kanisa inakuwa na vision pia. Yes, na element ya mwisho ya kanisa ni division, ya taasisi ni division of work au authority. Yes, kwenye kanisa kuna mgawanyo wa kazi na mamlaka, kwamba mchungaji mkuu au mchungaji kiongozi, umeona, kuna wainjilisti, kuna manabii kanisani, kuna mashemasi, kuna waimba kwaya and so forth. Lakini tungesema kanisa iwe kama kampuni, tungekuwa tunakosea, kwa sababu moja kati ya main goals ya kampuni yoyote ni kujenga economic benefits. Sasa kanisa halipo kwa ajili ya kujenga au kutengeneza economic benefits, hapana. Benefit ambayo kanisa inatengeneza is not economic wise, hapana, ni kingdom benefit, yani faida kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo kanisa haiwezi ikawa kampuni, bali kanisa ni taasisi kwa sababu ya misingi ya taasisi ambayo pia inapatikana kwenye kanisa kama nilivyokwisha kuelezea. So the church should just operate as a church. Mwongozo wa kanisa upo kwenye Biblia. Let's just go with that. Tukianza kuweka mambo mengi tutavurugana, I say. Let's just kanisa li operate kama kanisa. Of course, kanisa is an organization. Ni watu ambao wamejikusanya hapo, wana mpango wao. Unakuta kila kanisa lina maono yake. Sisi kanisani kwetu, we love God, we love people and we want to change the world. Kwa hiyo lazima tuwe na strategies of how we change the world. Lakini kwenye hizo strategies zetu, Roho Mtakatifu lazima awepo katikati, kwamba okay, of course we have plans, lakini in the end msemaji wa mwisho na atakayekuwa ni kiongozi wetu wa mwisho ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kuwe na hizo mipango as an organization, not a company, lakini pia in the end the Spirit, the Holy Spirit should be the final say of every church. Kabla sijajibu hilo swali au kwenye kulijibu, ningependa nitoe story fupi sana. Kulikuwa kuna watu wameenda kukutanika sehemu. Mmoja akauliza swali hilo hilo kwamba kuna umuhimu gani wa sisi kukutanika kila siku kwa ajili ya maombi? Waliokuwa pale, mmoja alikuwa ni kiongozi wao. Aliwasha moto, moto ukao kwenye sufuria ikawa ipo kwenye mafiga na kwa kuna kuni mbalimbali zimewekwa pale. Sawa. Mmoja kati ya wale watu ambao walikuwa wamekusanyika alitoa kuni moja kwenye ule moto uliokuwa unawaka. Alafu akamwambia aangalie tofauti kati ya zile kuni ambazo zilikuwa zinaendelea kuwaka na hii moja iliyotolewa. Automatically ile moja iliyotolewa ilipoteza ule moto wake na ikazimika, lakini hizi nyingine zilibaki, moto ukaendelea kuwaka na lile sufuria, maji yaliyomo kule ndani yalichemka. Kama utaki kukutana usikutane.
Like if you don't want to go to church, just don't go to church. Usianze kuleta sababu kibao. You know, I church online, you know, if I go to church. Hiki kizazi, kwa kizazi cha nyoka hiki. Kizazi chetu ndio kizazi ambacho hakipendi kwenda kanisani. Ni lazima kwa sababu ni agizo ambalo sisi tumepewa. Maandiko yanazungumza kwa habari ya msiache kukutanika kama ilivyo desturi. Kwa hiyo kukusanyika ni desturi ya kanisa, kwa sababu kanisa apart from kwamba ni a person anaweza kawa kanisa. Tunapozungumzia kwa habari ya kanisa tunazungumzia individual, lakini pia another part of the church ni ile ambayo nilizungumzia, nilitaja ecclesia. Ecclesia kwa mfano kwenye kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza 15:9, kitabu cha Matendo 11:26. Naomba tusome ili tuweze kuona mtazamo. Nianze na Matendo 11:29. Kukutanika ni muhimu sana, kwa sababu tunapokutanika, cha kwanza tunakuwa tunatimiza moja kati ya misingi au tunajenga moja kati ya misingi ya kanisa ambayo ni fellowship, kwamba tunapokutana tunajengana, tunaimarishana, kwamba ndiyo kuna Roho Mtakatifu kanisani, lakini je, anahuishwa? Anasema kisha kuanzia 25, kisha akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli. Hata alipokwisha kumwona akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi, na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Kwa Paulo alitafutwa akapelekwa Antiokia, ambapo wanafunzi walikuwa wakikusanyika kwa ajili ya kufundisha neno la Mungu. Ukisema Antiokia ni eneo ambalo watu walikuwa wanafundishwa, mafundisho mengi yanafanyika. Kwa hiyo tunapokusanyika tuna nafasi ya kujengana, kuimarishana kwa namna nzuri. Maandiko yanazungumza kwa habari ya neema mbalimbali ambazo na vipawa ambavyo Mungu ameweka ndani ya mtu mmoja mmoja, ambazo hizo huwezi kuzipata unless tumekusanyika pamoja. Kwa tunapokuja pamoja, kuna neema ambayo mimi ninayo na huyu anayo. Kuna vitu ambavyo ninavyo ambavyo mtu mwingine hana. Kuna vitu vingine ambavyo mtu anavyo ambavyo mimi sina. Kwa tunapokusanyika pamoja, kuna exchange inayotokea rohoni katikati ya watu. Kwa kuna vitu vingi ambavyo vinatokea. Kuna neema ambayo inapatikana pale tunapokusanyika. Kwa mfano, maandiko yanapozungumza kwa habari ya tunapokusanyika 2 watatu kwa ajili ya jina langu na kuwepo. Sio kama uwepo wa Mungu haupo unapokuwa mwenyewe, kwa sababu Mungu anaishi ndani yako. Lakini unapokusanyika 2 watatu ni tofauti. Uwepo wa Mungu unakuwa mkubwa kwa kiwango kikubwa, na udhihirisho wako unakuwa mkubwa kwa sababu ya ahadi yake aliyoweka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo itamjenga mtu, itamjenga mtu kukua. Hakuna mtu anaweza kukua mwenyewe. Kristo anapoliweka kanisa lake akuliweka kwa namna ambavyo mtu mmoja mmoja ana operate kivyake. Wewe ni kiungo, mtu mwingine ni kiungo. Lazima viungo vije pamoja ili viweze kutengeneza mwili mmoja. Kwa hiyo tunapokusanyika ndio tunapata umoja wa mwili wa Kristo, hasa katika fundisho la pamoja. Tunapata muda wa kujifunza kwa pamoja, tunapata muda wa kuomba kwa pamoja, na hivyo ndio vitu ambavyo vinamjenga mtu kiimani na aweze kutembea katika safari yake ya wokovu kwa ushindi. Mtu anayetembea mwenyewe ataingia kwenye deception. Ana mtu wa kumnyanyua anapoanguka, ana mtu wa kumrekebisha anapohitaji kurekebishwa. Lakini kuna masuala mengine ya kijamii. Kwa mfano, tunapozungumzia swala la ndoa, ni kanisa linahusika moja kwa moja. Kwa kuna masuala ambayo kanisa inaweza kuaddress kama tukiwa tunafanyaje, tunakusanyika, kwa sababu kunakuwa na accountability ambayo inatolewa. I'll tell you one thing. Mimi hapa nimeokoka 2020, lakini nikaja backslide ni kwa sababu I didn't go to church. Kwa sababu sikuwa nakutana. Mimi nilipookoka chumbani,
nikaishi zangu mwenyewe, najifunza Biblia mwenyewe. Umo ndani vitu ambavyo nilikuwa ninajifunza only God knows. Yaani kwa sababu ukienda kanisani ndio unajua unatakiwa kujifunza nini, unatakiwa ule nini, kitu gani uache. Lakini kwa sababu nilikuwa sikutanikani, watu niliokuwa nakutana nao hawakuwa favorable kunisaidia mimi kukua kwenye imani yangu, kwa wakawa wamenisaidia kimsingi kuanguka. Lakini sasa nilipoanza kwenda kanisani na nilipoanza kukutana na watu na kuwa karibu na watu wa kanisani pia, pale ndo mimi nikaanza kuwa imara. So it's very important, and just don't ignore this thing ya kukutana. Kanisa lenye nguvu ni lile ambalo Kristo Yesu amelea sisi. Ni kanisa lenye ufunuo wa alichofanya Yesu msalabani. Na ndio maana Yesu alisema, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa ambalo malango ya kuzimu halitoliweza. That is a powerful church. The church that Jesus Christ himself established. You see, when Petro alipoleta ufunuo wa kazi ya msalaba Yesu kama mwokozi. I believe that the powerful church is the church that has the revelation of the power of the cross. Kama tukikusanyika na tuna ufunuo wa alichofanya Yesu Kristo msalabani, we are playing. The devil would downplay us. Maandiko anasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kwa mtu asipojua hivyo, tutaendelea kuvumilia laana za ukoo and so many other things. It is so painful kumkuta Mkristo mwenye miaka 5 kwenye wokovu baada anapambana kuvunja laana za ukoo. Why? This is the person ambaye Yesu alisema malango ya kuzimu hayatoliweza. But this is the same person possessed by demons, possessed by whatever that they are dealing with. Kwa nini? Hawajajua nini ambacho Yesu amefanya msalabani. The powerful church is not the church that prays, because we have people who pray. We have people who pray. We have people that fast. Maybe ningetaja kwamba kanisa linalo yenye nguvu ni kanisa pengine ambalo linaomba sana au linafunga sana. I'm not underestimating those things. They are very important. But if you do everything na ukaacha kuwa na fundisho sahihi la kazi ya msalaba, funua kila alichofanya Yesu Kristo, unajenga kwenye msingi mbovu, unajenga juu ya mchanga. You see? Maandiko yanazungumza kwa habari ya watu wawili waliojenga nini? Nyumba. Mmoja akajenga juu ya mwamba. Mawimbi yalipokuja, alianza na mtu ambaye alijenga juu ya mchanga nadhani. Mawimbi yalipokuja yakaisoma nini? Yakasomba nyumba. Mawimbi yakasomba nyumba. Yale mafuriko yakasomba nyumba. Na akasema kuna mtu mwingine alijenga nyumba yake juu ya mwamba. Mawimbi yalipokuja the same, hayakuweza kulichukua. Haikuweza kuchukua ile nyumba. Kwa nini? Ilijengwa juu ya nini? Mwamba. The same way, what makes church powerful is the doctrine, the powerful doctrine of Jesus Christ. The powerful message about him, the work that he has done. If we cannot talk about the message of Jesus Christ, and we do every other thing, there is no power in that church. The power is brought by the work that he has done on the cross. From my perspective, kanisa lenye nguvu linatambuliwa kwa kuwepo au kwa uwepo wa yale matunda ya Roho Mtakatifu kwenye hilo kanisa. Matunda ya Roho Mtakatifu tunapata wapi? Ukisoma Wagalatia 5 mstari wa 22, tunapata kuyaona matunda yote ya Roho ambayo ni kuna upendo, kuna utu wema, kuna uvumilivu na mengine mengi, mkienda kusoma na hisi mtakuta. Kwa hiyo kanisa lenye nguvu ni lile ambalo lina portray au linaonyesha au unayaona yale matunda ya Roho Mtakatifu. Yes, kwa hiyo kwa mtazamo wangu kanisa lenye nguvu ni lile ambalo linakuwa linadhihirisha au linaonyesha yale matunda ya Roho. What defines a powerful church? Kwanza ni matunda ama matokeo waliokuwa nayo. Matunda na matokeo ninayozungumzia hapa si matunda ya rohoni peke yake, lakini pia si matunda ya kiuchumi peke yake.
si matunda ya watu kuongezeka kanisani. I mean like si matunda ya watu kuongezeka kanisani peke yake. Matunda ninayozungumzia hapa au na nguvu ambayo ninaizungumzia hapa ni ile nguvu ya kubadilisha jamii, like the power to transform territories. There was once upon in a while nilikuwa kwenye kipindi fulani cha maombi. Na huo mtaa ambako ninaishi kuna, yani hiyo siku nilifanya survey kabisa. Nikawa nimetembea na nikahesabu makanisa. There's almost 5 or 6 churches kwenye hayo mazingira ambayo ninaishi. Hapo ninazungumzia denomination zote, popote mahali popote ambako wanajiita nini? Wanajiita kanisa, mahali ambako watu wanakusanyika. Nikawa nimepiga mahesabu haraka haraka nikasema okay, watu wanaokusanyika hapa ni kwenye haya makanisa ukijumlisha wote, let's say ni watu 500, basi watu wachache, au 500 ni watu wengi, let's say ni watu 100 ndio tuseme wamekusanyika kwenye haya makanisa yote au mtaa. Lakini okay, so watu 100 ni watu ambao kwenye ulimwengu wa roho ni watu wengi sana ambao wana uwezo wa kuleta matokeo na mabadiliko makubwa sana kwenye jamii ama kwenye mazingira ambayo Mungu ameweka. Mind you, Christ himself kila alipokuwa anatembea there was changes zinatokea kwenye territories mbalimbali. Kulikuwa kuna mabadiliko yanatokea kwa watu. Kulikuwa kuna vitu vinaonekana na vinadhihirika kabisa. Yesu alikuwa akitembea, mapepo yanalipuka yenyewe. Yesu alikuwa akiingia hapa, watu wanabadilika, mitazamo ya watu. Watu wa dini wenyewe walikuwa wanakaza tu vichwa, lakini walikuwa wanaelewa na walikuwa wanabadilishwa. Sema tu ndio hivyo, uchu wa madaraka. So nikapiga mahesabu nikasema okay, kwenye haya makanisa 5 hadi 6 ambao huu mtaa mimi ninaoishi, huo mtaa sifa zake 3, una sifa hizo 3. Huo mtaa ukipita saa 9 usiku maeneo fulani, utakuta watu wanaume kwa wanawake wamelewa sakari, wamelala chini, wamejikojolea. Ukipita saa 11 alfajiri, watu wanatoka majumbani kwao, wameamka, wanaenda kilabuni ama niseme kwenye hizi groceries nini, kwenye vibaba hivyo wanaenda kunywa. Kwenye huo mtaa unaambiwa uchawi umeshika namba hiyo, namba 1. Kwenye huo mtaa vijana wadogo, mind ni vijana wadogo, nilikutana na mtoto kama wa miaka 15 anavuta sigara hatari. Mabinti wadogo wamezalishwa hatari. Vijana wadogo wanavuta bangi, wana addiction. Nikasema okay, sasa what's the point of having churches, 5 churches kwenye hii mitaa, alafu kwenye hii mitaa there's another power ambayo ina reign na sio nguvu ya Mungu. Nikaelewa kwamba kuna makanisa lakini makanisa hayana nguvu, yani makanisa yaliyokuwepo hayana nguvu ya kuleta badiliko la namna yoyote kwenye hayo mazingira. We cannot have 5 churches kwenye mtaa mmoja, kwenye mji mmoja ambao tunasema watu wanaenda kanisani, tunasema watu wanaomba, tunasema watu ni watu wa kubadilika, lakini tukawa na vijana kwenye huo mtaa, tukawa na walevi, tukawa na wachawi, tukawa na warogi, tukawa na vijana wenye addiction. We can't just say that. So mimi nasema a powerful church ni ile kanisa ambako, kwa sababu Mungu anatupanda kwenye mazingira ambako kuna uhitaji. Popote ambako kama kanisa lako limepandwa Mikocheni, that means Mungu ana expect watu wa kanisa la Mikocheni kuleta mabadiliko Mikocheni. Kama umepandwa Kinondoni, kama umepandwa popote pale, inategemewa kwenye ile territory kuna nguvu ya Mungu itaenda kuachiliwa pale Kinondoni, Mikocheni, Kawe, Buguruni, Ilala, Dodoma, Arusha, Tanzania. That's the whole point of having a church kwenye hilo mahali, kwenye hiyo sehemu. It's not like church imewekwa hapo kwa sababu tumepiga mahesabu, tumeona kwamba hapa makanisa yako machache, acha na sisi tujenge. No, umewekwa pale ili wewe zidhihirishe nguvu za Mungu. Kwa kama kukiwa na makanisa 5 Mikocheni, we expect to see changes within territories. Kama kuna makanisa 2, kuna makanisa 3, kuna kanisa mahali popote, tunategemea tukifika hapo tutakuta vijana ambao wana maadili, tutakuta mabinti ambao wanajua kujitunza, tutakuta jamii ambayo inajitambua, tutakuta vitu ambavyo vina mabadiliko. So a powerful church ni ile kanisa ambayo inaweza kuleta mabadiliko within the territories ambazo Mungu amewaweka. Sio tu kwa kuambia watu kanisani, kwa sababu hata huko makanisani waganga kibao. Sio tu kwa kuambia watu waje kanisani, lakini a powerful church ni lazima ilete matokeo, na matokeo unayapata wapi? In the presence of God,
in prayers. Kama kanisa halina maombi halina nguvu. That's it. There is no other place I will rather advise anyone to be than to be in the church, because that is where Christ Jesus is preached. That is where you grow spiritually. Maandiko yanazungumza kwa habari ya aliyepandwa nywani mwa Bwana. Those who are planted in the house of the Lord, those are the ones that grow, those are the ones that flourish. So if you are not planted, how can you flourish? Kama hujapandwa mahali, how can you grow? So ukiwa mahali, umejicommit mahali, yes, kama kwenye assembly yote, kuna advantage ya wewe kukua kiroho. Kuna opportunity ya wewe kusaidika unapokuwa na mambo ambayo yanahitaji msaada wa watu wengine. Kama nilivyotangulia kusema, Mungu hajatuumba tuishi wenyewe. Ametuumba tuishi kama community. We need each other. Kwa hiyo na ni muhimu kuwa na mahali ambapo you are understood. Na kuna mahali ambapo unaweza kuelewa kama kanisani. Na utasaidika vizuri. Kwa mahali pa kukimbilia ni kanisani. The safest place for everyone. Okay, kanisa is like an hospital. Si ndio? Eti wewe uwezi ukasema siende hospitali kwa sababu kuna wagonjwa wengi. Unataka kupona, hutaki kupona. Kama unataka kupona, just go to the hospital. Kanisa, it will always be the safest place to be. Of course, kanisani, watu waliokuwa kanisani sio angels. They're not angels, ni wanadamu wa kawaida. Kila mtu ana struggles zake, kila mtu ana madhaifu yake. Ndio maana tupo pale ili kukamilishana na kusaidiana. It doesn't matter how much as a church tumeenda tofauti na it's not like ninachochea anything bad ambayo inaendelea, lakini I'm just saying, au utaacha kwenda kanisani au utaacha kuita kanisa mahali mahali salama, wapi patakuwa salama? In the end, kanisani bado pataendelea kuwa mahali salama. It doesn't matter nini kinaendelea, lakini kwenye kanisa sahihi ndio mahali salama. Yes. The church is still the safest place to be. Kwa nini? Kwenye kanisa, kama nilivyokwisha kuongea kwa awali, kwenye kanisa kuna haya matunda ya Roho ambayo huwa yanadhihirika au yanakuwa revealed, kama sio kwa kanisa kwa ujumla, basi kwa mmoja pale kanisani. Kwa hiyo hawapo mtu ana shida, changamoto mbalimbali, kanisani wapo watu ambao wanasaidiana. Mimi mwenyewe nikiwa mmoja kati ya watu ambao nimeshawahi kusaidiwa na members wa kanisani kwenye mambo mbalimbali ya kijamii, ya kielimu. Kwa hiyo the church is still the safest place to be. Yes, na point ya muhimu kabisa nitasema is the safest place to be kwa sababu ndipo ambapo mtu anapata kukutana na Mungu kupitia kuabudu, kupitia shuhuda na vitu mbalimbali. So yes. Kuna story moja nimeandika inaitwa hivi. It's not like hiyo ni subtitle. Wanaitaga nini? Kuna topic na subtopic. So hiyo tu ni kale kana nili inaitwa Church Hurt but God Heals. Unaweza kuwa umeumizwa na kanisa, unaweza kuwa umeumizwa na watu wa kanisani, like umeumizwa na pengine hata muda mwingine hata sio kanisa la kuumiza. Hata ni Mungu au wewe mwenyewe umejiumiza, anything inaweza ikatokea, lakini one thing ninaweza kukwambia ni kwamba don't give up on God kwa sababu ya kuumizwa na kanisa. Like that's the only thing naweza kukwambia. Just umia, lia, vent, pray, endelea mbele. Usimwache Mungu kwa sababu uliumizwa na kanisa. Usiache imani ama kuna watu wengine hawajaumizwa na kanisa directly. So siku moja tulienda kushuhudia mitaa huko, mimi na marafiki zangu, dada zangu. Kuna huyo mtu mmoja, nitamwita nani? Simpi jina. Kuna huyo mtu mmoja tulikutana naye. Tukaanza kumshuhudia, walikuwa wawili. Tukaanza kumshuhudia, tukaanza vizuri kumsimulia story what happened
ilikuwaje hapo mwanzo, Kristo, Adamu, nini imekuwaje mpaka tukifika kwa Kristo. Tulipomaliza kumshuhudia yule mtu akatuambia kwamba na vipi kuhusu, akawa sasa ametutajia mtu, I don't want to mention this kwa sababu it's not about them. Akametuambia na vipi kuhusu yule kiongozi, sasa kama amemtaja huyo kiongozi wa dini mkubwa hapa duniani. Na vipi kuhusu yule kiongozi wa dini ambaye analawiti sijui watoto, ambaye sio anafanya nini. The way yule mtu alikuwa alikataa Injili. Yaani kimsingi yule mtu Injili aliisikia lakini aliikataa. Ila the way alivyokuwa anaikataa, we could tell huyu mtu sio kwamba anaikataa Injili. Huyu mtu ameumizwa kwa kuona vitu ambavyo alitegemea asivione wapi? Kanisani, lakini ndio anaona vinafanyika kanisani. Yaani kuna vitu vya ajabu ambavyo yeye alitegemea labda ataviona huko nje ulimwenguni, lakini ameviona kanisani. Kwa akawa ameumizwa, kwa akaikataa Injili. Kwa like mimi kitu ambacho naweza nikasema, unaweza kuwa umeumizwa na kanisa kwa namna yote, directly, indirectly, vyovyote vile. Lakini mwisho wa siku usimwache Mungu kwa sababu umeumizwa na kanisa. Au usikatae Injili, usikatae msamaha wa dhambi, usikatae ile neema ya wokovu eti kwa sababu unaona kwamba kuna wachungaji fulani wanazingua, kuna watu fulani wanazingua. Of course hao ni wanadamu, lakini mwisho wa siku in the end it's gonna be you and the King of Glory. Hata kuwepo huyo mchungaji, hata kuwepo yule mama wa kanisani, hata kuwepo yule mwanamke mnoko, hata kuwepo yule baba anayekuvuruga, hata kuwepo mtu yoyote, itakuwa ni wewe na Mungu wako. So it's every man for himself. Achana na kushikilia watu ama kuwabeba watu moyoni mwako. Be healed, endelea mbele. Actually kanisa aliumizi, ila tuna watu ambao wako ndani ya kanisa ambao shetani pia ameweza kuwatumia kuumiza watu wengine. Na ni watu ambao huenda hawajakuwa na hawajapata malezi ambayo yamewapa kupata ufunuo wa moyo wa Mungu ulivyo, kwa sababu kinachotufanya tuishi kwa namna inavyotakiwa ni ule ufunuo wa moyo wa Mungu ulivyo. Kwa mfano, kama mtu akipata ufunuo who Jesus is, how he lived, tunategemea huyo mtu ataishi kama Kristo Yesu alivyofanyaje, alivyoishi. Yesu amewahi kumuumiza mtu? Hajawahi kumuumiza mtu. Kwa hiyo kanisa aliumizi, na ikitokea kwamba kuna umekwenda mahali ukaumizwa kwa mambo kadhaa, tunaelewa kwamba sio kila kanisa ni kanisa sahihi. Kuna makanisa pia ambayo yapo ni taasisi za kibinadamu ambazo shetani anazitumia kwa ajenda zake, lakini kwenye kofia nini ya kanisa. Lakini the true church cannot hurt you, cannot hurt you. The true church will ground you, will give you the right doctrine that will lead you to God, will reconcile you to God. Lakini siwezi kuondoa ukweli kwamba kuna baadhi ya watu ambao sasa wameingia kwenye mikono ya watu ambao sio sahihi na wakaumizwa. Tuna scenarios nyingi, lakini hiyo isikuondolee imani kwamba there are other good places ambazo Mungu ameziweka kwa ajili yako. Kwa kama umeumizwa mahali, just go back, pray. God will lead you to a right place ambapo utaonyesha upendo wa Mungu sahihi na utasimama. Usije ukabaki na makovu ya nimeumizwa kwa I don't believe in church again. No. You have to even to grow to the place that you can forgive others. You can forgive us. And in the place of forgiveness, that is the place of healing yourself. Hapa duniani hakuna aliyekamilika. Na naomba tunitoe hiyo rai kwamba hata tunapokwenda kwenye kanisa lote, hakuna kanisa ambalo utakuta wote wamekamilika. Kwa sababu ni binadamu, utakuta tu ana kasoro mbalimbali. Kwa hiyo ni muhimu pia kukubali hicho kitu kwamba unaishi na watu wana kasoro mbalimbali, na hizo kasoro hazitaondoa umuhimu wa wewe kukua na kuchukuliana na hao watu. Ndio maana maandiko yanatoa mifano mbalimbali ya kuchukuliana, kuwa na tunda la Roho, kuvumilia. Unapokosewa mara ya kwanza, kuwa na uvumilivu wa kusema okay, maybe it's just this time, maybe sijui huyu mtu aliyenifanyia hichi huenda alikuwa kwenye condition fulani, you see. Lakini pia ni kwa upande mwingine, the church is not there to please you. Kuna wakati watu wanakwenda makanisani wakitaka
kanisa liweze kwenda sawasawa na wanavyowaza, sawasawa na wanavyotaka kuishi. Like unataka kanisa litetee maisha yako ambayo yamekinzana na Mungu. Kwa sometimes unapokwenda kanisani pia in the other way, unapokutana na ujumbe ambao utakukata, utakutana na watu ambao watakwenda kinyume na wewe, ni sio sawa kufikiri kwamba you are hurt. No, it's the way God is dealing with you. Maybe you have met that person ambaye amekuhurt because God is telling you, there is something that I need to deal with you. Nataka kupima kiwango cha nana leo nabeba vitu, kiwango chako cha msamaha kabla sija kukaribia kwenye baadhi ya vitu. Kwa ni both way, kwamba ni kweli kanisa halijakamilika, utakutana na hawa watu, lakini sometimes pia kanisa litakukata na kuna mafundisho ambayo yatakwenda kinyume na wewe kabisa, uyapokee pia. The church is the safest place to be. Amen. Nahisi hili ni swali ambalo limekuwa likiwakumba waamini wengi ambao huwa wanatafuta kanisa sahihi au watu wenye haja ya encounter Mungu au kumjua Mungu. Watu wengi huwa wana hili swali. Kwa perspective yangu au perception yangu, ningesema kuweza kulijua kwamba hili kanisa ni sahihi au niko mahali sahihi, cha kwanza uwe mtu wa kuchunguza. Je, yale matunda ya Roho yapo kwenye hili kanisa? Kanisa lina upendo? Kanisani kuna uvumilivu? Kanisani kuna kusameheana na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi kwa perception yangu ningesema kuweza kujua kwamba niko mahali sahihi, uangalie Roho Mtakatifu yupo, uwepo wa Roho Mtakatifu upo kwenye kanisa hilo. You have the Spirit of God. If you're born again, you have the Spirit of God who give us the testimony of everything. Sawa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu namba moja ndiye anayetuchagulia wapi pa kuwa kwa muda fulani au kwa nyakati fulani kwa makusudi yake, kwa sababu lazima ujue kwamba sio kila mti utakubali kwenye kila udongo. Tuna matunda mbalimbali ambayo hayawezi kukuzwa hapa Dar es Salaam tulipo, lakini yanakuwa mikoa mingine. Umeelewa? Kwa sababu sio kila udongo unaweza kubeba mbegu ya aina fulani. Kwa hiyo hata mtu yoyote ambaye ananisikiliza muda huu, kuna mahali ambapo Mungu anataka uwepo kwa sababu ya makusudi yaliyoko ndani yako. Kwa hiyo Mungu anakuunganisha na sehemu ambapo pia utaweza pia kulelewa. Na ndio maana naweza nikazungumzia kwa mfano rahisi. Kila mtu ana mama yake. Kuna sababu kwa nini umezaliwa na huyo mama. Awe ni mnyapombe, awe sijui ni mbaya. Kuna sababu kwa nini Mungu akakutoa kwenye hilo tumbo. Kuna malezi ambayo usingekuwa nayo, asingekulelea huyo mama ambaye muda huu unaona kana kwamba sio sahihi. Ninachosema maana yake nini? Kila mtu ana mahali ambapo Mungu amemwandalia kwa ajili ya kukuzwa. Sio kila mtumishi ambaye anakufaa wewe blood kwa sababu ya aina ya vitu ulivyo navyo. Kuna aina mtu ambaye anacho cha kwako, ambaye anaweza kukulelea na kusaidia kufikia malengo au makusudi ambayo unayo ndani yako. Kwa hiyo kuna vitu vya kuangalia unapochagua kanisa. Moja, general, kanisa ambalo linaamini katika neno la Mungu. Namba moja, neno la Mungu ambalo halijagushiwa. Pili, kanisa linalo amini katika fundisho la neema ya Mungu, sio tu neno la Mungu, lakini linalofunua neema ya Mungu kwa habari ya kazi ya msalaba timilifu. Sisi tumeokolewa kwa neema, sio kwa matendo. Tumeokolewa kwa neema. There is nothing that you'll ever do to please God, and there is nothing that you can do to add on yourself for God to please you, and there is nothing else you'll ever do that will discredit you from the love of God. Ukielewa hicho kitu, utaelewa kwamba kwa Mungu anakupenda kwa neema. Kwa hiyo lazima unapochagua pia mahali pa kwenda kuabudu, ni muhimu kuangalia kanisa ambalo lina fundisho la neema ya Mungu, ambayo ndio agano jipya ambalo tunalalo sasa.
kanisa ambalo linaamini katika Roho Mtakatifu na udhihirisho wake, kanisa ambalo litakufundisha katika misingi sahihi na kupa nafasi ya kukua na kumtumikia Mungu. Kwa tafuta mahali ambapo mambo hayo ndio yataja yapo, lakini pia zaidi sana katika uongozi wa Roho Mtakatifu. Pray and God will lead you to the right church. Kila kanisa lina misingi. Angalia angalia hilo kanisa, misingi yake ni ipi? Hilo kanisa wanaona nini? Hilo kanisa ni yapi makusudio yao? What do they want to achieve? Hivyo kama goals zao hazijawa set on the kingdom, mind you, they may mention the kingdom, they may mention Jesus, the Holy Spirit, lakini you will just know kama wanamaanisha hicho wanachokisema. Kwa hiyo angalia hao watu wanaona nini, wanaenda wapi, wanatazamia yapi. Unajua jinsi mtu alivyo ni jinsi alivyojengwa na kile anachokifahamu. Kwa hiyo sisi tunaweza we can just tell kwamba wewe ni mtu wa kanisa gani kutokana na jinsi ulivyo. Kwa hiyo choose wisely. Utajuaje? Angalia misingi yao. Kuna neno, kuna Injili, kuna Roho Mtakatifu, wanaamini katika Roho Mtakatifu, wanaamini katika kujizidisha na kupeleka Injili huko nje, wanaamini katika kukua. Sasa kwenye kukua ndo kuna vitu vingi. Kanisa kanisa ni mtu, sio jengo. Sasa ili pakamilike, tupaite kanisani, pale ambako tunaenda ni lazima na wewe mwenyewe uwepo. Start to partake kwenye ibada, kusanyika na wengine, jifunze kuhusu watu wengine. If you feel like wewe ni introvert, I am telling you, you are not an introvert. You just didn't meet the right people. Mwombe Mungu akuongoze uwe mahali sahihi. Kanisa ambalo utaenda kushiriki ibada ama utaenda kuabudu, make sure ni kanisa ambalo linakujenga sio kiroho tu, lakini pia in all sense of life, kwenye aspect zote za maisha. Tukikuona unaomba sana, tunataka kuona matokeo ya maombi yako. Tukikuona tukikutazama wewe ureflect lile kusudi la Mungu. And lastly but not least, ni kwamba Mungu anakupenda na anakuwazia mema. In case haujui au unatamani kujua au you're stuck in between, ujui ukasali wapi au nini, na unatamani sana kukusanyika ama kujumuika, you may call us. Hatutakwambia uende kanisa gani, but we may pray together. Tunaweza tukaomba pamoja, alafu from there utajua ni namna gani unaweza kwenda na Roho Mtakatifu akikuongoza. This is the panel and this is Gladness. Thank you so much for watching. Hakikisha una share content hizi kama unahisi zinakusaidia, zinaweza zikamsaidia na mtu mwingine. We do this for the sake of transformation and evangelism. Mungu akubariki, tunakupenda. Subscribe, like, comment and share this with the others. Ciao. Thank you. Kanisa kanisa ni mtu, sio jengo. Sasa ili pakamilike, tupaite kanisani, pale ambako tunaenda ni lazima na wewe mwenyewe uwepo. Start to partake kwenye ibada, kusanyika na wengine, jifunze kuhusu watu wengine. If you feel like wewe ni introvert, I am telling you, you are not an introvert. You just didn't meet the right people. Mwombe Mungu akuongoze uwe mahali sahihi. Kanisa ambalo utaenda kushiriki ibada ama utaenda kuabudu, make sure ni kanisa ambalo linakujenga sio kiroho tu, lakini pia in all sense of life, kwenye aspect zote za maisha. Tukikuona unaomba sana, tunataka kuona matokeo ya maombi yako. Tukikuona tukikutazama wewe ureflect lile kusudi la Mungu. And lastly but not least, ni kwamba Mungu anakupenda na anakuwazia mema. In case haujui au unatamani kujua au you're stuck in between,
ujui ukasali wapi au nini, na unatamani sana kukusanyika ama kujumuika, you may call us. Hatutakwambia uende kanisa gani, but we may pray together. Tunaweza tukaomba pamoja, alafu from there utajua ni namna gani unaweza kwenda na Roho Mtakatifu kuongoza. This is the panel and this is Gladness. Thank you so much for watching. Hakikisha una share content hizi kama unahisi zinakusaidia, zinaweza zikamsaidia na mtu mwingine. We do this for the sake of transformation and evangelism. Mungu akubariki, tunakupenda. Subscribe, like, comment and share this with the others. Ciao. Thank you. In the beginning, he can heal today and he can heal tomorrow and forevermore. Kwa hiyo ni muhimu kuelewa hivyo na tuweze kufanya yale ambayo kanisa la kwanza pia lilifanya. Tukiweza kufanya yale ambayo kanisa la kwanza lilifanya, lazima tuwe na matokeo ya aina ya kanisa la kwanza. Sometimes tunakuwa na maswali, hatuoni vitu ambavyo kanisa la kwanza lilikuwa limepata uzoefu nao. Tunaona vitu ambavyo kanisa la kwanza limetokea. Okay, that's a good question, but are you doing the things that the first church did? Tuna kanuni ambazo kanisa la kwanza limeyaishi. Kanisa la kwanza limekuwa likiomba. Are we praying the same way they are praying? Are we doing the same principle that they did? Kwa sababu huwezi kutarajia matokeo ya kanuni ambazo hauna. Principles are principles, they will never change. 1+1 ni sawa na 2. Hapa Tanzania, ukienda Marekani, ukienda kote, because ni principle. Kwa kuna kanuni ambazo tukiwa nazo pia tutaanza kumuona Mungu katika udhihirisho wa yeye alivyokuwa kwa wakati wa kanisa la kale, sasa na hata milele. God is the same. He loves you so much.